Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Machi 25 siku ya Jumatano, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Na leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema wananchi maili moja waridhishwa na utatuzi wa kero. Wananchi maili moja waridhishwa na utatuzi wa kero. Na bado kuna habari inayosema matawi kumradhi Marawi yaeleza ilivyotegemea Tanzania kupata mafuta. Malawi yaeleza inavyotegemea Tanzania kupata mafuta. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini mwenyekiti kitongoji adaiwa kuchinjwa na mwenye matatizo ya akili. Mwenyekiti kitongoji adaiwa kuchinjwa na mwenye matatizo ya akili. Lakini kamati maalumu yaundwa kuisuka katiba ya Chauma. Kamati maalumu yaundwa kuisuka katiba ya Chauma. Lakini matibabu maradhi sugu kutolewa bure kambi ya siku 2 Dar es Salaam. Matibabu maradhi sugu kutolewa bure kambi ya Dar es Salaam. Lakini utupaji chakula ovyo una athari kwa mazingira. Utupaji wa chakula ovyo una athari kwa mazingira. Lakini bado kuna habari inayosema watoto 781 kupatiwa chanjo ya polio Shinyanga. Watoto 781 kupatiwa chanjo ya polio Shinyanga. Lakini Heche aitaka mahakama iharakishe kesi ya Lissu. Heche aitaka mahakama iharakishe kesi ya Lissu. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwananchi. Linaanza na habari kubwa inayosema linaandika Chadema na pambano la kusaka haki. Chadema na pambano la kusaka haki. Lakini Winnie Odinga binti wa Raila aliyegeuka turufu ODM. Willy Odinga binti wa Raila aliyegeuka turufu ODM. Na shilingi bilioni 700 za madini ya niobium kuibeba Tanzania. Shilingi bilioni 700 za madini ya niobium kuibeba Tanzania. Lakini bado kuna habari inayosema ulinzi salama masharti kabla ya kufunga CCTV kamera. Ulinzi salama masharti kabla ya kufunga CCTV kamera. Tume yabainisha yanayopaswa kulinda faragha za majirani. Watumiaji wengine yaweka wazi wanaotakiwa kujisajili ifikapo Aprili 8. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini mikakati kero ya umbali wa shule. Mikakati kero ya umbali wa shule. Lakini uchunguzi mauaji haya waacha vilio kwa familia. Uchunguzi mauaji haya yaacha vilio kwa familia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako Raia Mwema. Muungwana ni kitendo, linaandika ufisadi wa kutisha. Lissu hali tete, alalamikia afya yake kuzidi kuzorota. Lakini barua ya ajabu iliandikwa na Papa John Paul wa pili miaka 45 iliyopita. Aliagiza ifunguliwe kusomwa hadharani Machi 13, 2026. Lakini waficha mafuta kukiona. TRA yatanua wigo wa kodi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiongezea kwenye gazeti lako la Habari Leo, kuna habari inayosema mapendekezo tume ya uchunguzi yatarajiwa kujiepusha upotoshaji. Lakini watatu wafa kwa kunywa mitishamba kutibu nyongo. Lakini Tanzania yajimarisha madini ya kimkakati. Tanzania yajimarisha madini ya kimkakati. Na mapato utalii yaongezeka, mikopo madini juu 91%. Mahakama paroko wa msifu Jaji Manning azikwa Dar es Salaam. Mahakama na paroko wa msifu Jaji Manning azikwa Dar es Salaam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika Dr. Mwinyi ZRCP elimisheni jamii umuhimu wa tafiti.
Lakini watalii 273,000 waingia Zanzibar siku 100 za Dr. Mwinyi. Lakini tutaendelea kuunga mkono uenezaji lugha ya Kiswahili duniani, huyo ni Hemedi asema. Lakini habari kimataifa ni Irani yarusha mwiba Irani yarusha wimbi la makombora Israel. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika Makonda anza mazungumzo na Meta kuwanufaisha Waswahili. Makonda anza mazungumzo na Meta kuwanufaisha Waswahili. Lakini Mbeya kuwa kituo cha madini mkakati. Mbeya kuwa kituo cha madini mkakati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Na bado kuna habari inasema Malawi yashukuru huduma ya bandari ya Dar es Salaam kuwasafirishia mafuta. Na gazeti lako Raia Mzalendo ukweli na wazi linaandika TRA yasema inawapenda na kuwathamini wafanyabiashara wa China. Lakini wafanyabiashara wa viazi wapewa mbinu za kutunza utunzaji Iringa. Na NEMKI kuonesha fursa za uwekezaji kwenye taka. NEMKI kuonyesha fursa za uwekezaji kwenye taka. Lakini wadau zaidi ya 100 kushiriki siku ya kimataifa ya taka sifuri. Lakini itafanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Waziri Hamadi Masauni anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linaandika hadithi ya uharibifu hai na matumaini la mikoko pwani ya Tanzania. Na Rais Samia apongezwa kufanikisha mradi wa uchimbaji niobium. Rais Samia apongezwa kufanikisha mradi wa uchimbaji niobium. Na NEMKI yahamasisha uwekezaji fursa ya taka. NEMKI yahamasisha uwekezaji fursa ya taka. Lakini kamishna Mwenda TRA haina ugomvi na wafanyabiashara wa China. Kamishna Mwenda asema TRA haina ugomvi na wafanyabiashara wa China. Lakini maonesho ya mifugo kanda ya ziwa kufanyika Shinyanga. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika maajabu ya msitu wa Nyumbanitu Njombe. Lakini bandari da ya wagumzo muhimu upatikanaji wa mafuta kwa nchi jirani. Na NEMKI taka ni mali ghafi, au ni NEMKI wasema taka ni mali ghafi. Lakini mradi wa Panda Hill Nobium kwa gharimu shilingi bilioni 700. Lakini TRA yazionya kampuni zinazokwepa kodi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Tanzania Leo lenye linatuandikia habari inayosema mwenyekiti kitongoji auawa atenganishwa kichwa na kiwiliwili. Mwenyekiti kitongoji auawa atenganishwa kichwa na kiwiliwili. Lakini tiba ya maradhi sugu kutolewa bure kambi ya siku 2 Dar es Salaam. Na Rais Samia kutikisa habari za dunia. Na gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Tanzania Shidong China kushirikiana kimkakati. Bodi ya amana yaita wananchi kuchukua fedha zao. Lakini watumiaji CCTV bila kibali waonywa. Watumiaji CCTV bila kibali waonywa. Na Tanzania Meta AI na UNESCO kushirikiana kukuza Kiswahili. Lakini mwenyekiti wa kitongoji Kilimanjaro auawa atuhumiwa kukimbia na kichwa chake. Mtuhumiwa akimbia na kichwa chake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Majira linaandika NEMKI kuadhimisha siku ya taka sifuri. Na miundombinu ya mafuta bandari ya Ikuna Malawi. Bunge laridhishwa na TBA utekelezaji wa miradi nchini. Na mfumo wa stakabadhi ya ghala wa komboa mkulima. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika Tanzania yaongoza kusambaza Kiswahili nje. Lakini amani mshikamano vyatajwa nguzo ya maendeleo. Na Malawi inavyofaidika kupitia bandari ya Dar es Salaam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Darasa Huru linaandika mapato sekta madini yazidi kupaa, yachangia 12.7% toka Julai hadi Septemba 2025. Mauzo mazao ya madini nje ya nchi
yafikisha trilioni 10. Lakini serikali ya nusa dalili za ufichaji mafuta. Serikali ya nusa dalili za ufichaji wa mafuta. Serikali yapiga chapuo watengenezaji wa maudhui ya Kiswahili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Darasa Huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana kurasa mbele sasa magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Uelekeo linaanza na habari inayosema Gamondi, Taifa Stars hii inamfunga yoyote. Lakini kocha wa Simba Steve Becker ataka Simba inayotaka bado kabisa. Huyo ni Steve Becker asema anatamba Simba anayoitaka bado kabisa. Lakini Yanga yamrejesha Molin kundini. Yanga yamrejesha Molin. Chuck Norris agwa na magwiji wa filamu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Majira kwenye michezo naandika Taifa Stars ya kuyapipa kuelekea Rwanda, ni michuano ya FIFA Series, wachezaji wanena. Lakini Makonda AFCON 2027 kufungua fursa uchumi Tanzania. Hilo ni gazeti lako la Majira. Huku gazeti lako la Machinga naandika Samata azidi kuibeba Le Havre. Lakini Makonda lengo ni Stars kuwa bingwa AFCON 2027. Gamondi afurahia nyota wake Stars. Huku TRA United milioni 100 ukimtaka Chobwedo. Hilo ni gazeti lako la Machinga. Lakini kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania naandika Aliyempanzo afurahia kubaki ndani ya Simba. Lakini kuna habari inayosema orodha ya makipa wenye hati safi nyingi ligi kuu. Huko kimataifa Zinedine Zidane kurithi mikoba ya Deschamps Ufaransa baada ya kombe la dunia 2026. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo naandika Hemedi akemea vitendo vya ushirikina viwanjani, na vita vya Irani vya mtibulia Msuva kujiunga na Taifa Stars. Yanga yataja sababu kumwongeza Amorim. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye ukurasa wa michezo linaanza na habari inayosema tuzo bara giza nene. Tuzo bara giza nene, viongozi wa klabu walia na TFF wenyewe wajibu. Tuzo bara giza nene, viongozi wa klabu walia na TFF wenyewe wajibu. Lakini ni mtego Young Africans zidi ya Prison Aprili 4, huo ni mtego. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini Gamondi ataja mawili FIFA Series. Na bifu la Minaji Cardi B, rekodi za Nicki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.